Rais alishatuambia ifikapo mwaka 2030 anataka aache tabasamu. Aache nini? Tabasamu kwa Watanzania. Tabasamu hili lianze na Chunya. Ninachoomba kwa viongozi, hii ni dhamana mmepewa ya kusimamia wenzenu. Watu wote hawezi kuwa viongozi, lazima wapatikane wachache miongoni mwenu. Tuwaongoze hawa watu vizuri, tuwasimamie vizuri. Mfuko huu natamani uwe mfuko wa mfano, sio kwa Chunya wala sio kwa Mbeya. Uwe mfuko wa mfano Tanzania. Mko watu kati ya 2500 mpaka 3000 kwa wilaya nzima. Tunarudi. Kitu cha kwanza kabisa, mjisajili muwe wanachama hai. Sababu ambaye atakuwa nje ya chama hataweza kunufaika na kile ambacho kimepangwa katika jamii hii ya maafisa usafirishaji kupitia mfuko huu. Tunaona vizuri? Mkawafikishia salamu wale wengine ambao hawako mahali hapa kwamba kinachotakiwa ili uweze kunufaika na mfuko ni lazima kwanza uwe mwanachama. Tunaona vizuri? Na hapa nazungumza, kuna mengine hayatakuwa ombi, yatakuwa ni maelekezo yanakwenda kutekelezwa. Ili mfuko uwe endelevu, sisi tutachangia kwa kiasi tutakachoweza kuchangia. Ili mfuko uwe endelevu, kwanza mjisajili muwe wanachama, na mtakuwa na utaratibu wenu wa vikao ambavyo vimeratibiwa kwa mujibu wa katiba yenu, na lazima muwe na katiba ndiyo itakayosema kipi ni kipi na kipi sio kipi. Tunaona vizuri eh? Kwa hiyo na muijue, sio kama inajulikana kwa viongozi, nyote muijue. Ujue kwenye katiba ile haki yako ni ipi na wajibu wako ni upi. Sawa? Haki iende na nini? Na wajibu. Kwa hiyo kila mtu ajue haki yake ni ipi na wajibu wake ni upi. Sawa ndugu zangu? Kwa hiyo kitu cha kwanza tukajisajili tuwe wanachama hai. Tukimaliza hapo, kutakuwa na mchango ambao kwa mfuko lazima uchangiwe kila mwaka, lakini mtachanga mara moja kwenye mfuko huo. Sawa? Kwa mwaka mzima mtachanga 20,000 kuchangia mfuko wenu. Tukianza na mwaka huu sasa tunakwenda ili tuthibitishe wanachama wetu, ni pamoja na kulipa ada ya kila mwaka shilingi 20,000. Lazima mchangie tukianza na mwaka 2026. Yule ambaye atakuwa hajalipa, maana lazima tukubaliane na iingie kwenye utaratibu huko. Ambaye hajalipa, akiwa hajalipa hana haki ya kupewa huduma kwenye mfuko ambao yeye hachangii. Kuna kutokuwa mwanachama kabisa, yaani huyo hatumhesabu. Lakini kuna na mwanachama ambaye anakiuka taratibu za chama, naye huyo akipata shida kwa mujibu wa mwongozo wetu, huyo anakuwa si mwanachama hai. Sasa mfuko huu kisiwe chanzo cha migogoro ya bodaboda wilaya ya Chunya. Na kama mfuko huu ukiwa chanzo cha migogoro, sisi tutaufuta, kwa sababu tumeona bodaboda nyingi wanaanzisha mifuko, ukishanona unakuwa chanzo cha mgogoro. Lazima tuwaambie ukweli, spidi imezidi kipimo. Tumekuwa tukipoteza vijana wengi kwa ajili ya spidi. Sasa niombe viongozi wa usalama barabarani, jana tumepoteza kijana mashuhuri sana Makongosi pale sababu ya spidi, na juzi tumepoteza vijana wawili sababu ya spidi. Tuombe hili swala la spidi, nyie muwe wa kwanza kujizuia kwenye spidi. Kuendesha hiki chombo, hii ni ofisi kama ambavyo wenyewe mmeongea. Ni ofisi kama ofisi zingine, unatakiwa uiheshimu, uijali ili ikupe maslahi, sio? Ndio. Sasa kuna vitu ambavyo tulikuwa tukiongea mara kwa mara, lakini mabadiliko yake hatuyaoni. Tumeongea sana kuhusu kuvaa kofia. Nyinyi wenyewe ni mashahidi, na mlikuwa mkiona ajali ikitokea, mtu ambaye hajavaa kofia anapata madhara ambayo ni makubwa sana. Ukishapasuka kichwa, rafiki yangu, hiyo ndo sionaje? Sasa mimi nataka kusisitiza, kama tunahusisha kila siku, vaa kofia, tafuta leseni. Afande hapa anajitahidi kila siku kuwatafutia walimu
wafundishe mpate vyeti kwaje kupata leseni, na wengi mna mwitikio mzuri sana. Mimi kwanza nawapa pongezi hapo nyuma na sasa hivi kwa kweli naona mambo yanaenda vizuri sana. Barabara tunasimamia ama kudhibiti usafiri wote unaohusisha kusafirisha abiria na mizigo. Kwa lugha nyepesi tunasema ni usafiri wa biashara, si ndio? Kwenye magari ya mizigo tuachane nako, na kwenye magari ya abiria pia tuachane nako, tuje kwenye bodaboda na bajaji kidogo. Kwenye usafiri wa bajaji au na pikipiki, ambao ni pikipiki magurudumu mawili na magurudumu matatu, huu tunaita ni usafiri wa kukodi. Usafiri wa kukodi, private hire services. Na usafiri huu wa kukodi, kanuni yake unampa nguvu mmiliki wa chombo kunegotiate au kupatana na abiria atamchaji shilingi ngapi kumpeleka sehemu fulani, si ndio? Lakini sheria hiyo hiyo inatutaka tuwe katika vituo fulani na tutambulike, si ndio? Na kuna utambulisho maalumu, japo hatujazingatia sana, lakini kuna utambulisho pia maalumu kwenye usafiri huu wa kukodi. Sasa pamoja na kwamba tunatoa leseni na nini, lakini pia viko vigezo vingi vya kuhakikisha huyu mtu anafanya kazi ya usafiri wa kukodi. Kwenye sheria ambayo inatupa nguvu ya kuwahudumia nyie, inasema sisi tuna mamlaka ya kutoa leseni za usafirishaji wa kukodi kwa pikipiki na bajaji, lakini tuna mamlaka ya kufuta leseni, kwa maana ya kukuzuia kutoa huduma tena ya kufanya hicho unachokifanya pale ambapo tutaona ukiukaji mkubwa wa sheria unatokea. Kwa mfano, umemchukua abiria, amekwambia umpeleke let's say Makongorosi, wewe ukaenda naye njia nyingine ukamuibia, si ndio? Mtashtakiana, kesho kutwa umefanya tena. Ikitufikia sisi, mara nyingi tunakufungia kabisa kufanya huduma hiyo. Kwa hiyo ni sehemu pia ya kazi yetu. Tumewarahisishia ndugu zanguni, kama mnavyokumbuka tulikuwa na bima ya afya, Umoja Afya, wana familia na wana vikundi, lakini tukaona vema system around tuwawezeshe tena kwa kuwapunguzia kutoka 70,000 mpaka shilingi 60,000. Zaidi ya hapo, tuna bima zingine za wanafunzi. Tunajua wote hapa mna watoto, mna walezi, ni wazazi, na wengine mna watoto, mna wadogo zenu. Tuna bima za afya za wanafunzi ambazo tunazitoa kwenye shule mbalimbali ambazo zipo ndani ya wilaya yetu ya Chunya na mkoa mzima wa Mbeya na Tanzania kwa ujumla. Kwa shilingi 50,000 tu na 400 unamsajili mtoto wako, unaondokana na changamoto za matibabu kwa shilingi 50,000 tu. Sisi waendesha bodaboda ni raia wa nchi hii tuliojiajiri na wengine kuajiriwa katika sekta isiyo rasmi. Tunafanya shughuli zetu za usafirishaji wa abiria kwa kutumia pikipiki, ambapo abiria hukodisha dereva ili kumfikisha mahali panapohitajika kwenda. Shughuli hii sio chanzo cha kipato kwetu, bali ni sehemu muhimu ya uchumi wa familia zetu na jamii kwa ujumla. Bodaboda ni ajira na chanzo cha maendeleo kwenye taifa letu. Bodaboda sio usafiri pekee, ni ajira, ni chanzo cha kipato, ni chombo cha kujikomboa kiuchumi na ni sehemu ya nguvu kazi ya taifa. Kupitia kazi hii tunalipia mahitaji ya familia zetu, tunasomesha watoto wetu, tunalipa kodi na gharama mbalimbali za maisha, pamoja na kuchangia shughuli za maendeleo katika jamii. Tumekuwa tukikumbana na ajali zinazotokana na uzembe za kuto kuzingatia sheria za usalama barabarani, wakati mwingine vitendo vya baadhi ya watumiaji wengine wa vyombo vya moto wanaotumia barabara pamoja nasi. Kwa kuwa pikipiki ni chombo kidogo ukilinganisha na baadhi ya vyombo vingine vya moto, mara nyingi dereva wa bodaboda ndiye anayekuwa katika hatari zaidi panapotokea changamoto ya ajali. Anzishwa kwa mfuko wa umoja wa bodaboda wilaya ya Chunya. Kutokana na changamoto hizo, tumeona umuhimu wa kuunda umoja wetu na kuanzisha mfuko wa umoja wa bodaboda wilaya ya Chunya. Lengo la mfuko huu sio kutatua changamoto zetu zote kwa 100%, bali ni kuanza kwa uwezo tulio nao wa kusaidiana pale mwanachama anapopata changamoto tulizozieleza.
Mfuko huu unalenga kusaidia katika mambo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kusaidia gharama za usafiri pale mwanachama anapopata jeraha na kuhitaji kusaidia usafiri wakati tunapofiwa na mwanachama mwenzetu kutokana na shughuli hizi za bodaboda, kusaidia mwanachama anayepata changamoto wakati wa matibabu, kusaidia familia ya mwanachama katika mazingira maalumu yanayokubalika kwa mujibu wa kanuni za mfuko, kujenga utamaduni wa kuweka akiba na kusaidiana sisi kwa sisi, kuweka msingi wa miradi itakayozalisha mapato na kufanya mfuko wetu uwe endelevu. Hatutaki mfuko huu ubaki kuwa wa kusaidia wakati wa majanga pekee. Tunapanga kufanya kuwa na chombo cha maendeleo kiuchumi kwa wanachama wetu wa bodaboda wilaya ya Chunya. Ndani ya mwaka ujao tunakusudia kuanzisha SACCOS ya umoja wa bodaboda wilaya ya Chunya, ambayo itakuwa mfumo wetu wa kukopeshana fedha sisi kwa sisi hata watu watakaokuwa nje ya sisi bodaboda kwa riba nafuu. Nina imani kubwa kwamba nitakuja kwa ajili ya kuwaburudisha wanangu chini ya usimamizi wa viongozi wetu wa bodaboda. Mimi shughuli yote ya bodaboda, shughuli yote ya vijana wenzangu wanaopambana, utatuletea faida kubwa na nyingi ambazo najua ni msaada kwetu sisi. Uongo kweli? Moja. Kwa hiyo tukikutana ninayoongea tunaelewana. Changamoto nyingi ambazo tunazipitia kama bodaboda. Mimi pesa yangu mimi moja kati ya wasanii ambao wanaishi maisha ya kawaida sana na wanaenjoy. Kuinua uchumi wa wanabodaboda wilaya ya Chunya. Ninaamini kwamba viongozi wetu pesa yangu wewe wakisimamia vizuri, vijana wengi watanufaika na mfuko. Na leo tangazo, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Chunya anawatangazia wananchi wote kwamba ardhi hii ndiyo amani ya nchi yetu. Tunawajibika kuwa makini sana kwa namna tunavyosimamia sekta hii ya ardhi. Swala la usajili wa ardhi sasa ni hitaji la lazima, hivyo twendeni tukasajili ardhi yetu. Tunatekeleza maono ya Mheshimiwa Rais kwamba wananchi wote vipande vyao vitambuliwe, vipimwe, baadaye visajiliwe ili kupunguza migogoro na kuongeza thamani ya ardhi katika maeneo hayo. Marufuku kununua eneo ndani ya wilaya ya Chunya pasipo kuiona idara ya ardhi. Tunaendelea kufanya vizuri, ndio maana unaona Chunya hizi imetulia, na tunaomba ushirikiano kwa wananchi wote wa Chunya, tuendelee kushirikiana pale ambapo tunakuja kutoa huduma ya ardhi. Kwa hiyo nipende kutumia nafasi hii kuwakaribisha wananchi sana idara ya ardhi. Ofisi ya mkurugenzi muda wote iko wazi. Limetolewa na mkurugenzi mtendaji halmashauri ya wilaya ya Chunya. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC Online. Website ama tovuti tunapatikana kwa www.chunyadc.go.tz. Lakini Instagram tunapatikana Chunya_official.